Gabriel Zakaria. Waziri wa uchukuzi Dr. Harrison Mwakembe ameagiza kuondolewa madarakani kwa uongozi wote wa mamlaka ya bandari mkoani Mwanza ili kupisha uchunguzi wa tuhuma zinazowakabili ikiwemo ubadhirifu wa fedha za umma na utendaji kazi usioridhisha. Dr. Mwakembe ametoa agizo hilo mwishoni mwa ziara yake katika mamlaka ya bandari mkoani Mwanza, ambapo ameitaka bodi ya wakurugenzi wa mamlaka hiyo kufanya uchunguzi huo katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia leo na matokeo yake wayawasilishe kwake. Tujiunge na mwandishi wetu Amikus Butunga kutoka Mwanza mwenye taarifa zaidi. Ziara ya waziri wa uchukuzi Dr. Harrison Mwakembe pamoja na naibu wake Dr. Charles Tizeba mkoani Mwanza inayowawezesha kubaini utendaji usioridhisha wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA mkoani Mwanza. Hali hiyo ikamlazimu waziri Mwakembe kukutana na uongozi wa mamlaka ya bandari na kuweka hadharani baadhi ya tuhuma zinazoukabili uongozi wa mamlaka hiyo katika mkoa wa Mwanza. Tumebaini kwamba bandari ya Mwanza inajiendesha kwa hasara. Kwa kifupi, bandari ya Mwanza imegeuka kuwa mzigo mkubwa ndani ya mamlaka ya bandari Tanzania. Matumizi ya bandari ya Mwanza ni makubwa kuliko mapato. Tatizo ni nini? Lakini jibu ni rahisi sana kuona. Jibu ni uongozi dhaifu, kuna ubadhirifu na ubabaishaji katika utendaji kazi. Tuhuma hizo zikafuatiwa na maelekezo ya serikali kwa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini. Uondoe uongozi wote, uongozi mzima wa bandari ya Mwanza, uondoe hapa Mwanza. Uondoke. Watajua watapopeleka. Lakini watakapokuwa wameuondoa uongozi, tupate interim management. Na sio tukupata tu uongozi wa muda, lakini katika kipindi hicho tunataka uchunguzi wa kina ufanyike. Ni madudu gani yamekuwa yanafanyika hapa Mwanza? Na tupate majibu ndani ya mwezi mmoja. Yawe juu ya meza ya waziri au naibu waziri. Ziara hiyo pia ikamkutanisha na uongozi wa kampuni ya Beijing Construction Engineering Group ya nchini China iliyopewa zabuni ya kupanua uwanja wa ndege wa Mwanza, ambapo anatoa maelekezo yanayolenga kufanikisha upanuzi wa uwanja huo. Kwa hiyo kuna progress, kuna maendeleo mazuri. Tatizo kuna ubishani kuhusu masuala ya kitaalamu ambayo tumewaambia hapana. Wewe consultant, muite bosi wako aje. Na wewe kampuni ya Kichina, muiteni bosi wenu wakae chini ya mamlaka ya viwanja vya ndege. Tunataka majibu. Wakishindwa kupata majibu, yatatufikia sisi tutoa maamuzi. Amikus Butunga, TBC Mwanza. Bado tunasalia mkoani Mwanza ambapo watu 3 wamefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya basi la Maquiz lililokuwa likitoka Musoma mkoani Mara kwenda Mwanza kugongana uso kwa uso na lori la mchanga katika eneo la Nyamhongolo nje kidogo ya jiji la Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Ernest Mangu amesema ajali hiyo imetokea wakati basi hilo lenye namba za usajili T961 AGP lilipokuwa likijaribu kulikwepa lori la mchanga lenye namba za usajili T671 BYT lililokuwa limeegeshwa pembezoni mwa barabara kuu ya Mwanza Musoma. Ili aina ya basi lilikuwa likitoka Musoma kuingia mjini, na mbele yake kulikuwa na gari jingine ambalo lilikuwa limesimamishwa na wataalamu wa madini ambao wanakusanya ushuru wa madini, kwa sababu ni magari yanayobeba kokoto, mchanga pamoja na vifusi. Majeruhi 28 wa ajali hiyo wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando kwa matibabu zaidi. Na taarifa hiyo ya Zuena Msuya inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa, lakini bado tuna habari kem kwa ajili yako. Tafadhali usiondoke, tutakuletea hivi punde ikiwa ni pamoja pia na habari za Afrika. Endelea kukaa nasi.
Mwanza.